Wakati dunia ikiwa imeelekeza macho pamoja na masikio yao Mashariki ya Kati kwenye mgogoro kati ya Iran pamoja na Israel, ni kwamba katika maeneo mengine kwenye migogoro na kwenyewe mambo yanaendelea ya kimgogoro, ambapo sasa tunayo ripoti hapa ambayo inahusiana na kila ambacho kimefanywa na wa Ukraine ambao wamerusha droni au ndege zisizokuwa na rubani ndani kabisa ya Urusi na kuua baadhi ya watu. Hii ni ripoti ambayo imetokea huko kwamba shambulizi la UAV huko Tatarstan umesababisha majeruhi ya watu wasiopungua 13 kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Ukraine. Ripoti kamili inasema mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine katika Jamhuri ya Watu wa Tatarstan katikati mwa Urusi yamesababisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi kadhaa, kwa mujibu wa mkuu wa eneo hilo anayefahamika kama Rustam Minikanov. Akizungumza anasema wakati wa kuzuiliwa kwa hizo UAV, uchafu uligonga jengo la ukaguzi katika kiwanda cha magari kwenye wilaya ya Yelabuga na kumuua mfanyakazi, ambapo watu 13 wamejeruhiwa kwa ujumla na mmoja katika hali mbaya, amezungumza Minakov akisema katika chapisho lake kwenye ukurasa wa Telegram. Ajali hiyo ilisababisha moto kwenye eneo la tukio ambao lizimwa haraka, ambapo katika miezi ya hivi karibuni vikosi vya Ukraine vimeongeza mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani zikilenga maeneo ya mpakani na ndani zaidi ya Urusi. Mifumo ya kitaifa ya ulinzi wa anga mara kwa mara imekuwa ikizuia makumi na mamia ya ndege zisizokuwa na rubani kwa siku, ingawa uchafu unaoanguka umeendelea kuwa na hatari kwa raia pamoja na miundombinu. Ukraine imezidisha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani tangu katikati ya mwezi Mei, wakati mkutano wa wapatanishi kutoka nchi hizo mbili uliofanyika mjini Istanbul kuashiria mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Kiev na Moscow tangu mwaka 2022. Mashambulizi hayo yalifikia kilele wakati wa wiki ya mwisho wa mwezi Mei, wakati UAV 2300 zilipodondoshwa, kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na MOD au Ministry of Defense ya pale Urusi, ikielezea namna ambavyo Urusi imekuwa ikidungua makombora au drones ambazo zinarushwa na Ukraine. Bado tukiwa katika ala hizo za upande wa Ukraine pamoja na Urusi, ripoti ni ile nyingine inayohusiana na Urusi wamekabidhi tena mabaki ya miili ya wafu zaidi ya 1200 kwa Ukraine, ambapo uhamisho huo umefanyika kwa mujibu wa makubaliano yaliyofikiwa mjini Istanbul mapema mwezi huu wa 12. Urusi imekabidhi miili ya wanajeshi wengine 1200 wa Ukraine waliouawa katika eneo la mapambano, ambapo tayari kulikuwa na mabadilishano kadhaa kati ya pande hizo mbili wakati wa wiki hii inapoisha. Uhamisho huo unaripotiwa kutekelezwa kwa mujibu wa makubaliano yaliyofikiwa katika mazungumzo huko Istanbul mapema mwezi huu. Vyanzo mbalimbali vinasema kwamba Kiev haijarudisha wanajeshi wowote wa Urusi kwenye mazungumzo ya hivi karibuni. Wakati wa mazungumzo yaliyofanyika mjini Talki mnamo Juni 2, wajumbe kutoka Moscow na Kiev walikubali kutekeleza safu ya ubadilishanaji wa wafungwa, ikilenga hasa waliojeruhiwa vibaya, wagonjwa na vijana. Urusi pia iliamua kwa upande mmoja kurejesha miili zaidi ya wanajeshi 6000 wa Ukraini waliouawa katika eneo la mapambano. Mabadilishano ya wafungwa wa kivita au prisoners of war kati ya pande hizo mbili yamefanyika siku ya Jumatatu, Jumanne na Alhamis na Jumamosi, huku Moscow wala Kiev hazijafichua rasmi idadi ya wafungwa waliokabidhiwa au kupokelewa. Urusi yenyewe katika kipindi hicho tumeona imesema inarejesha mabaki hayo mwishoni mwa juma lililopita, lakini wawakilishi wa Ukraine walishindwa kufika katika eneo la mabadilishano kwenye mpaka kati ya Belarus pamoja na Ukraine. Kiev baadaye ilidai kwamba haikukubaliana tarehe ya uhamisho huo na ikaishutumu Moscow kwa kutumia masuala ya kibinadamu kwa madhumuni ya kihabari. Hatimaye makabidhiano hayo yalianza katikati ya wiki, huku Ukraine ikipokea miili 1212 kutoka Urusi siku ya Jumatano na miili mingine 1200 siku ya Ijumaa. Kwa mujibu wa msaidizi wa rais wa Urusi Bwana Vladimir Mediaskaya, ambaye anahudumu kama mpatanishi mkuu wa Moscow katika mazungumzo na Kiev, Ukraine hadi sasa imerejesha miili ya wanajeshi 27 tu kati ya wale waliouawa
katika eneo la special military operation. Kwa hiyo ni kwamba sekta ya ubadilishanaji wa maiti ambazo zimepatikana katika eneo la special military operation inaendelea, ambapo Urusi yenyewe imesema itarejesha miili ya wafu 6,000 ambao wameuawa katika eneo la special military operation, na as we speak ni kwamba zaidi ya miili 2,000 imesharejeshwa pale nchini Ukraine. Mara ya kwanza tuliona rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky aligoma, akasema hawezi kukubali hiyo miili irejeshwe pale nchini Ukraine, na Bwana Vladimir Putin akasema kama mnasusa suseni, sisi tutajua sehemu gani ambayo tutapeleka miili hiyo. Lakini pia tupate ripoti nyingine hapa ambayo inatokea huko nchini Urusi pamoja na Ukraine. Bwana, Urusi au vikosi vya wanajeshi wa Urusi vimefanikiwa kuudhibiti na kuukomboa kabisa makazi ya Ulyanovka katika Jamhuri ya Watu wa kule Donetsk kwa maana ya DPR. Ripoti hizi zinasema kikosi cha vikosi vya Urusi cha Sentry kilianzisha udhibiti wa makazi ya Ulyanovka kwenye Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetoa uthibitisho huo tarehe 15 ya mwezi wa 6 2025. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, anasema kama matokeo ya hatua kali ya vitengo vya kundi la askari wa Sentry, makazi ya Ulyanovka Jamhuri ya Watu wa Donetsk yamekombolewa. Wizara ilizungumza mashambulizi makubwa ya usahihi kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta cha Kremenchug eneo la Poltava kwa kutumia silaha za hali ya juu za anga na baharini na ndege zisizokuwa na rubani, ambapo hadi hivi sasa tunapozungumza ni kwamba usambazaji wa mafuta kwa vikosi vya Ukraine kule Donbas umekatizwa, ambapo malengo ya Urusi yametimia. Vituo vya amri vya UAV vya Ukraine vimeharibiwa. Bezi za muda za vitengo vya Ukraine na mamluki za kigeni vimeharibiwa. Utawala wa ulinzi wa anga wa Ukraine umeharibiwa. Mabomu mawili yameharibiwa. Droni 128 na zenyewe zimeharibiwa chini ya masaa 24 ambayo yamepita, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Ulinzi ya pale Urusi, ikielezea juu ya kile ambacho kimetokea huko katika eneo la special military operation. Na sasa hivi ni kama dunia ni kama inataka kujichomoa betri fulani hivi kutofuatilia kile ambacho kinaendelea pale Urusi pamoja na Ukraine. Lakini ni ukweli kwamba Urusi siamini kama wanaweza wakaingia kwenye mkenge wa mgogoro uliopo Mashariki ya Kati na wao wakajikuta ni kama wamepotezea mission yao ya kupambana na wa Ukraine katika kuhakikisha kwamba Ukraine hawajipanui kuwa wanachama wa NATO, lakini Ukraine hawajiungi na Umoja wa Ulaya pamoja na mambo mengine, kwa sababu tunafahamu namna ambavyo inaweza ikaleta shida hapo mbeleni. That's why tunaona Bwana Vladimirovich Putin kauli zake ambazo anazitoa, anasema lengo lao liko pale pale, halijawahi kubatilishwa hata kidogo, lakini yale ambayo wao wanaona hayaendi sawa ni lazima wahakikishe wanayavalia njuga mpaka kufika katika hatua ya ushindi ambao Urusi wenyewe walitangaza back then. Na tumeona kauli mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na kiongozi mkuu wa taifa la Ukraine ambaye kwa hivi sasa hatambuliwi kabisa na mamlaka za Urusi kwa maana ya Bwana Volodymyr Zelensky. Yeye ameendelea kulaumu kwamba Urusi imekuwa ikikiuka makubaliano ya hapa na pale ambayo wamekuwa wakiyafanya, lakini ukigeuka kwa nyuma ni kwamba hao wa Ukraine wao ndio ambao wanaongoza safu za mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Urusi, na Urusi wakijibu inaonekana ni kama wa Ukraine wanaonewa, jambo ambalo sio la kweli. Na sisi tunaendelea kufuatilia zaidi ili tuweze kujua nini ambacho kinaendelea hasa katika maeneo hayo, kwa sababu moja kati ya mission ambazo walikuwa nazo hawa wajomba wa magharibi ilikuwa kwanza ni kuidhoofisha hiyo Urusi, yani Urusi isiweze kufanya jambo lolote lile. Lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba kadri wanavyozidi kuiwekea vikwazo Urusi pamoja na hayo mazonge ambao wanayafanya, Urusi inaendelea kujimarisha katika nyanja mbalimbali, jambo ambalo pia tumeona ni kama linawakasirisha sana watu wa magharibi, kiasi ya kuona mgogoro huu sasa ni mgogoro ambao wao hawawezi wakanufaika kwa namna yoyote ile zaidi ya kuingia kwenye hasara za viwango vya hali ya juu zaidi. Kuna story bwana nilikuwa naitafuta. Ngoja ndio nimeipata hapa. Nani mimi? Mimi wifi mlete.
Muda mwingine usio unamuuliza. Ili kuthibitisha namna ambavyo Ukraine pamoja na rais wake wamekuwa wakiona ni kama wanaonewa, nimeona kauli moja ambayo imechapishwa na bwana Volodymyr Zelensky. Yani wao wakishambulia Urusi, yani ni furaha mujarabu, lakini wakipigwa kidogo tu wanakimbilia huko kwa wa magharibi hao wakina Marekani na kuwaeleza kwamba bwana Vladimir Putin anatupiga, tunaomba mtusaidie, sijui mwekeni vikwazo pamoja na vitu vingine. Sasa rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky kwenye mabandiko au miongoni mwa mabandiko na machapisho ambayo alichapisha bandiko fulani ambalo lilikuwa linaelezea namna ambavyo wamewafanikiwa kuintercept au kuvuruga mashambulizi ya Urusi, ambapo aliandika: usiku wa leo wapiganaji wetu wa ulinzi wa anga waliharibu shabaha 167 za anga ambazo zilitumiwa na Urusi kushambulia Ukraine, na washukuru wote wanaotetea anga zetu. Kwa ujumla kulikuwa na droni 183 za mashambulizi na makombora 11 aina mbalimbali, ikiwemo Kinzhal ballistic pamoja na makombora ya kusafiri. Anasema mashambulizi hayo yalilenga zaidi eneo la Poltava, hasa eneo la Kremenchuk, na huu usiku ni mmoja tu. Mwezi huu pekee Urusi tayari imetumia takribani ndege 2800 za mashambulizi, takribani mabomu 3000 ya angani, lakini pia makombora 140 ya angani, ni makombora mbalimbali. Moscow imekuwa ikifanya hivi kwa miaka 4 sasa na inazidisha mara kwa mara idadi ya mashambulizi. Ndio maana ni muhimu sana kwa maamuzi yoyote juu ya kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi kufanya katika wiki zijazo. Tunahitaji viwango vya bei ambavyo vitasimamisha vita hivi. Tunahitaji vikwazo dhidi ya benki za Urusi na sekta ya fedha ambayo itakuwa kweli itaifanya Urusi kuwa na hali ngumu. Ni lazima pia kupambana na mipango ya kukwepa vikwazo. Marekani, Umoja wa Ulaya na nchi za G7 zina uwezo wa kufanikisha jambo hili. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky amekuwa akivizungumza. Akipigwa kidogo tu, yeye ndio mambo ambayo amekuwa akiyazungumza, lakini all in all hizi ndizo ripoti ambazo zinatoka katika eneo la Special Military Operation. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.